Ilikuwa ni saa chache tu kwa Donald Trump kuvuruga uhusiano ambao China ilikuwa imeujenga Venezuela kwa zaidi ya miongo kadhaa. Siku chache kabla ya shambulio la kushtukiza la usiku, Rais wa Venezuela Nicolas Maduro alikuwa akimsifu Rais wa China Xi Jinping, akimuita kama kaka mkubwa na kiongozi mwenye ujumbe wenye nguvu kwa dunia. Maneno hayo yalitolewa wakati kikao rasmi kati ya Maduro na maofisa wa ngazi ya juu kutoka Beijing. China imewekeza mabilioni ya dola Venezuela, taifa lenye utajiri mkubwa wa mafuta na mshirika wake muhimu zaidi katika Amerika ya Kusini. Vyombo vya habari vya nchini China vilionyesha picha za urafiki wao, viongozi waliovaa suti wakicheka, wakisaini na kupitia zaidi ya makubaliano 600 kati ya nchi hizo mbili. Lakini muda mfupi tu baadaye, dunia ilishuhudia picha tofauti kabisa. Maduro akiwa amefungwa macho na mikono, amevalia suti ya kijivu, akiwa ndani ya meli ya kivita ya Marekani. Tukio hilo lilishtua Beijing. China iliungana na mataifa mengine kulani vikali hatua ya Washington, ikituhumu Marekani kwa kujiona kama hakimu wa dunia na kusisitiza kuwa uhuru wa usalama wa mataifa yote lazima ulindwe chini ya sheria ya kimataifa. Lakini nyuma ya kauli hizo, Beijing ilikuwa ikifanya mahesabu ya kina, sio tu kuhusu Venezuela, bali kuhusu mustakabali wa ushawishi wake Amerika Kusini. Uhusiano wake mgumu na Trump na mwelekeo mpya wa ushindani wa nguvu kati ya Marekani na China. Kwa baadhi ya viongozi wa kikomunisti wa China, tukio hili lilionekana kama fursa, lakini pia ni onyo. Jaribio la Trump kudhibiti mafuta ya Venezuela lilimaanisha hofu ya China. Je, Marekani iko tayari kwenda mbali kiasi gani kuzuia ushawishi wa China? Akihojiwa na shirika la habari la NBC, katibu wa jimbo la Marekani Marco Rubio alisema wazi kuwa hii ni nusu ya dunia ya magharibi. Hapa ndipo tunapoishi na haturuhusu eneo hili kuwa uwanja wa operesheni wa adui, upinzani au ushindani wa Marekani. Ujumbe wa Beijing haukuwa siri: ondokeni kwenye uwanja wetu. China huenda haitaondoka Amerika Kusini, lakini kwa sasa itasubiri, itaangalia kwa makini hatua zinazofuata za Washington. Wengine wanauliza, China inachukua tukio la Venezuela kama kipimo cha nini kinaweza kutokea Taiwani? Taiwani, kisiwa kinachojiendesha, ni eneo ambalo China limeliona kama mkoa wake. Rais Xi Jinping ameapa kuwa siku moja Taiwani itaunganishwa tena na bara kuu na haijawahi kuondoka kabisa. Uwezekano wa kutumia nguvu. Hata hivyo, Beijing haisawazishi Taiwan na Venezuela. Kwa China, Taiwan ni swala la ndani, si la kimataifa. Hata kama Xi angeamua kuivamia Taiwani, haitakuwa kwa sababu Trump ameweka mfano. China bado haina uhakika kama inaweza kushinda operesheni hiyo kwa gharama inayokubalika. Hadi siku ifike, mkakati wa Beijing umebaki ni ule ule: kuitumia nguvu taratibu, kuichosha Taiwan, kuibana kiuchumi, kisiasa na kijeshi, kwa matumaini ya kuilazimisha kwenye meza ya mazungumzo. Mashambulizi ya Marekani dhidi ya Venezuela hayabadilishi mkondo huo, lakini yameleta kitu kingine kipya, changamoto ambayo China haikuhitaji wala haitaki. Ni changamoto inayotishia mpango wake wa muda mrefu wa kuishawishi na kushinda ulimwengu wa kusini. Na kwa Beijing, Venezuela imekuwa kumbusho moja muhimu sana. Katika vita vya ushawishi wa dunia, hakuna mshirika aliye salama kabisa. Hii ni Mwananchi Digital. Endelea kufuatilia kupitia platform zetu ili uweze kufahamu mengi yanayojiri ndani, lakini pia nje ya mipaka ya Tanzania. Tafadhali baki nasi.